Bwana mtazamaji wa Nakivona Sports, mashindano ya kombe la muungano yanafanyika hapa visiwani Zanzibar, lakini yanafanyika kwenye kisiwa cha Pemba. Na mchezo wa duru la kwanza ufunguzi umepigwa katika uwanja wa Gombani na tumeshuhudia Black Stars Singida wakiaga mashindano baada ya mikwaju ya penalty. JKU wao nusu finali. Tunakwenda kuzungumza na meneja wa timu ya KMKM Sports Club, ndicho kilichoandikwa hapa. Klabu hii imezaliwa mwaka 1965, ina miaka mingi sana. Tunaadhimisha miaka 61 ya muungano wa Tanzania, lakini tuko kwenye mashindano ya muungano. Kiongozi, kwanza tujalie jina lako, lakini nataka uniambie mipango ya KMKM kwenye mashindano imefikaje, ikoje? Asante sana. Kwa jina naitwa Hamisi Haji Hamisi, maarufu Kamishna, meneja mkuu KMKM Sports Club. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba leo tumeondoka kisiwani Unguja kuja kisiwani Pemba kwa ajili ya kushiriki mashindano ya muungano. Tumefika salama kisiwani Pemba, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hali ya wachezaji wote iko ari kubwa sana kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho dhidi ya tuseme Azam. Ndugu zetu sasa tumezaliwa mwanzo, lakini Azam kwa kuwa wako juu, basi tunasema kaka zetu kwa ajili ya kushindana mchezo wa kesho, na tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie kesho tuamke salama na kuhakikisha kama furaha ambayo wamefanya JKU leo, basi na sisi kesho tuifanye kwa ajili ya kuimarisha ndugu zetu wa kisiwa cha Pemba na muungano kwa ujumla. Kesho dhidi ya Azam, dhamira yenu ni kumuondoa Azam kwenye mashindano, ndivyo bila shaka hakuna lingine zaidi ya hivyo, na tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe nguvu zote kuhakikisha kwamba tunamuondosha Azam, na yoyote tutupangiwa naye nusu finali, basi tuhakikishe pia tunamuondosha. Lengo letu kwamba kuhakikisha kwamba kombe la muungano linabakia visiwani Zanzibar. Kuna somo lote mmejifunza leo kutoka kwa JKU? JKU wenzetu sana. JKU wanajifunza mambo mengi kutoka kwetu, na wao tunajifunza kutoka kwao, na hicho walichokifanya leo usiku wa leo, basi inshallah sisi tunataka usiku wa kesho kuhakikisha tunakifanya inshallah. Nataka kuniambia hali ya kikosi, kuna wachezaji watakosekana au timu nzima ipo hapa? Hali ya kikosi kiko vizuri kwa sababu idadi ya wachezaji 30 basi wote wako kisiwani Pemba kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunalibakisha kombe la muungano, na mpaka sasa hivi hakuna majeruhi. Majeruhi ni ambao wamepata majeruhi zamani kama mwezi mitatu, na anauguza mmoja vizuri sana, tunaendelea na mmoja ameshakuwa vizuri sana. Kwa kweli majeruhi hakuna kututisha kwenye kikosi cha kesho. Dua tu za wana KMKM wote, Wazanzibari wote, kuhakikisha kwamba kombe kesho dinaanza kubakia Zanzibar. So mguu wa kesho basi kombe kubakia Zanzibar. Lakini pia niwapongeze na vyombo vya habari vya bara. Napongeza sana katika jambo ambalo bara mko juu hili. Mimi napongeza sana. Vyombo vyote vya bara vimehamasika, viko Pemba kwa ajili ya kombe la muungano. Na waomba na wana Zanzibar wote wenye vyombo vyao kule nao waje kisiwani Pemba kuhakikisha kwamba tunatoa taarifa kwa watu wote ambao hakufika kisiwani Pemba, basi wapate taarifa hizi kupitia vyombo vya habari. Jumapili Simba yupo kimataifa. Mtanzania mwenzetu anawakilisha nchi pekee yake huko. Mchezo wa kwanza nusu finali alicheza hapa Zanzibar, lakini ilikuwa Amani pale Unguja. Kupitia kizalendo, Simba afanye nini Jumapili ili furaha ya kufika finali iwe sehemu yao? Umenitonesha. Kulisha kidonda baada ya KMKM basi timu ya pili kwa Tanzania Simba Sports Club. Naipenda zaidi ya kuipenda. Na huyo hata kumuuliza leo Ahmed Ali kwamba meneja ya KMKM timu gani, atakwambia Simba Sports Club. Sina wasiwasi na Simba Jumapili, sina wasiwasi. So Simba imejipanga na sisi tukiwa Zanzibar basi tunaiombea dua Simba isonge mbele, na kwa ukubwa wa Simba na alivyo Simba sina wasiwasi kwamba kesho kutwa Jumapili Simba itasonga mbele na finali, na ikifika finali basi tuhakikishe kwamba tunajiandaa kwenda airport ya Mwalimu Julius Nyerere kumpokea Simba akiwa bingwa wa Africa Federation. Shukrani sana. Na kutakia kazi njema, usiku mwema, kwaherini. Bwana, huyu ni meneja wa KMKM na mimi ni meneja wa hii safari ya Nakivona hapa Pemba. Mimi naitwa Isike Giga, nyuma ya kamera yuko Jakika.